Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jina langu naitwa Abdul Kajimulo, mimi ni mratibu wa taasisi ya Taawan mkoa wa Dar es Salaam. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana waumini wa Kibamba Masjid Nur pamoja na misikiti jirani kwa iftari ambao wameandaa leo kwa wenzao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashehe wamezungumza vizuri, mwenyekiti wangu amezungumzia juu ya umuhimu wa Muislamu kumfuturisha Muislamu mwenzake. Lakini pia shukrani za pekee ziwaendee viongozi wetu wa Taawan, Hajati Zahra Gatani pamoja na mkurugenzi wetu wa kitaifa Alhaji Hashim Kamgunda na wajumbe wote wa Taawan kwa kuwezesha au kushiriki katika kuandaa iftari hii. Kwa kweli tumefarijika sana na tumeona jinsi ambavyo tunathaminiwa. Katika kupata iftari hii tumeweza pia kufanya uzinduzi rasmi wa tawi la Taawan wilaya ya Ubungo ambapo litakuwa hapa Masjid Nur Kibamba. Hii pia tuwashukuru sana viongozi wetu kwa kuona umuhimu wa kuweza kuwa na tawi ambayo itarahisisha shughuli za Taawan katika eneo hili. Kwa hiyo basi nipende tu kuwashukuru sana na kutoa wito kwamba taasisi ya Taawan imefika Kibamba na imefika Dar es Salaam. Iko siku nyingi, lakini kwa upande wa kwetu ndio imeingia, na natoa wito kwa waumini wenzangu wa Kibamba na wilaya ya Ubungo kuchangamkia fursa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunatoa ushirikiano wa kutosha ili tuweze kusonga mbele na taasisi yetu, kwa sababu uwepo wa Taawan kama neno lenyewe linavyojieleza ni kusaidizana. Kwa hiyo utahitaji kupata kutoka Taawan, lakini pia utahitaji kusaidia Taawan ili uweze kusonga mbele, kwa sababu kuna majukumu mengi ambayo Taawan anafanya kama ambavyo bango linajieleza. Ni vitu ambavyo vinafanyika, sio kwamba vinafanyika kutoka kwenye mifuko ya watu, ni kwamba watu tofauti tofauti wa Samaria mema wanashirikiana pamoja kuweza kuhakikisha kwamba wanasaidizana na Uislamu unaenda mbele. Kwa msikiti huu wa Kibamba Masjid Nur kwa kuweza kuitikia mwitikio huu wa kuja kujumuika katika iftar. Lengo si kwamba watu hawana vyakula, hapana. Si kwamba mmekuja kula msikitini hamna iftari, hapana. Isipokuwa unapoandaa sadaka yako na akashiriki mtu kuiftari sadaka yako, tayari unapata thawabu na yeye amepata thawabu kwa kile kushiriki. Nimetangulia kusoma aya ya Allah inayosema taawanu ala albirri wattaqwa au wataawanu ala albirri wattaqwa, shikamaneni, saidianeni katika wema na uchamungu. Wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala msishikamane wala msisaidiane katika maovu na katika uadui. Maovu ni nini? Grupu linajiandaa, linafanya maandamano kwa ajili ya kufanya uovu, ima ni kwa wizi au kubaka au kuweza kuondoa labda madaraka, serikali madarakani, vitu kama hivyo. Unaona? Lakini sisi Taawan iftari ambayo imechangiwa na waumini, alafu na taasisi ya Taawan ikaweka mchango wake kwa ajili ya watu kupata nini? Iftari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Fatima Mnawal, ni katibu Taawan Dar es Salaam, lakini pia ni afisa mradi wa mikopo. Siku ya leo tumetembelea kata ya Kibamba Dar es Salaam, ambako mimi kama afisa mikopo nimezungumzia umuhimu wa mikopo kwa kina mama. Nimewapa pia elimu namna ya jinsi mikopo yetu tunavyoitoa, lakini pia wakina mama nimewafahamisha kwamba mikopo yetu sisi haina riba, ni mikopo rafiki kwa kila mtu. Lakini pia lengo letu jingine ni kuwainua wakina mama kiuchumi, lakini pia sio wakina mama peke yake, hadi vijana, wa baba, hasa kila mtu anaweza kufanyaje kupata huo mkopo. Ninaposema kwamba mikopo yetu sio umiza, na maanisha kwamba haina riba, lakini sisi mikopo yetu ina 10% kama pesa ya shughuli za uendeshaji. Tunapofahamu kuna watu watakiwa walipe mishahara na mambo mengine kama hayo, kwa hiyo lazima kuna gharama mtu alipie kidogo ili afanyeje aweze kupata huo mkopo. Lakini pia sifa nyingine ya kupata mkopo ni mtu awe mwanachama hai wa Taawan. Lazima kuwa mwanachama hai wa Taawan, lazima una kitambulisho cha Taawan. Lakini pia kupata mkopo sisi kwetu ni mradi wako
huo unaweza kurudisha return kwa haraka. Yaani tunatoa priority ama kipaumbele kwa ile miradi ambayo inarudisha pesa haraka. Lazima tutoe elimu. Tunatoa elimu. Kitu cha kwanza tunamwambia mtu anayeomba mkopo lazima atuandikie andiko la mradi. Yaani mradi wake lazima tuupitie, tuuthaminishe. Kupitia ule mradi yeye muhusika anaelewa anafanya nini, anapataje faida. Unaelewa eh? Kwa hiyo tunatoa elimu, lazima tutoe elimu ndio mtu tumpatie mkopo. Asitoe mkopo bila elimu. Ninapenda kuwahamasisha ama kuwataarifu umma wa Kiislamu tupende kujitolea kufanya kazi za Kiislamu kwa moyo mmoja. Tupende pia kusaidiana. Haijalishi mtu ana kikubwa au ana kidogo. Lakini pia tupende kusapoti taasisi zinazojitokeza kufanyaje kusaidia maendeleo ya kijamii bila kuzikandamiza ama kuzisema vibaya.